Nashukuru sana. Na kitu kingine ni kwamba kuhusu kampuni wewe mwenyewe unafahamu na ninaweza nikafanya kazi hadi wewe mwenyewe ukashangaa. Kwa pamoja tutashirikiana pamoja na wafanyakazi wapya walioletwa. Naamini kampuni yetu itakuwa namba 1. Kwa uweledi na utendaji wetu wa kazi itashawishi mpaka watu wawekezaji wa aina tofauti tofauti kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi kuja kuwekeza katika kampuni yetu. Kwa kufuatilia vile tunapojituma na utendaji wetu wa kazi. Kwa kuhusu hilo mimi nikutoe wasiwasi kabisa. Hilo swala litaenda safi kabisa. Nashukuru sana kwa kukubali. Pia nimepita kwenye changamoto nyingi sana mapenzi, changamoto nyingi sana. Kampuni yangu na mimi nilikuwa na kampuni kabla ya Bachu kuniita. Kwa najua tulikuwa nafanya naye kazi, tuna share baadhi ya mambo. Kikweli mwanamke tu ndo alinifilisi. Mwana na kuondoka na kila kitu changu. Kikweli natamani na nipate mwanamke ambaye ni sahihi kama wewe ulipopata mwanamke sahihi ambaye ni Jackie. Natamani na mimi nipate mwanamke. Na natumai nishamwambia Ambrose kwamba wiki hii naamini tutawaita na mtamuona shemeji yenu. Baada fanya kazi tutasherehekea pale nyumbani. Ni sawa bosi. Lakini unajua wakati mwingine changamoto ukiitumia kama fursa huwa inaleta manufaa mengi sana. Kwa hiyo mimi naamini kwa kupitia hizo changamoto za kuwa na mwanamke mwisho wa siku akaondoka na vitu vyako, naamini ulisimama kama mwanaume ukapambana mpaka hatua hiyo uliofikia, na maana ni juhudi na jitihada zako binafsi. Kwa hiyo mimi nikupongeze katika hilo na nikuhakikishie tu tutazidi kumove kwa pamoja. Asante sana. Kikweli mimi naenda airport. Sijui naenda wapi nikupeleke. Mimi saizi sina sehemu ya kwenda kwa sababu nilikuja hapa kuitika wito wako. Ila saizi naomba nirejee nyumbani. Hamna shida. Basi asante sana. Sasa utazidi kuonana. Basi shemeji mpelekee kile kitu. Usijali, mimi ndo najua jinsi ya kumwendo. Basi. Basi poa boss. Okay.